letu baada ya kupokea usajili mkubwa sana kwa muda mfupi, tumeona kwamba tunataka tuwarahisishie taasisi namna ya kuzingatia sheria. Kuna wengine wamesajili lakini wanasema kwa hiyo sasa tutazingatiaje sheria? Sheria kweli ni mpya na kuna mambo ambayo yanatakiwa yafanyike ili uwe umezingatia sheria. Kwa hiyo haya mafunzo yatawafundisha wale maafisa ulinzi wa taifa binafsi ni vitu gani wafanye ili wao wamezingatia sheria. Lakini itawafundisha kwa mfano wanatakiwa wasajili zile taarifa za uzingatiaji kila robo mwaka. Je, katika hizo taarifa wanajaza nini? Wanazijazaje? Lakini majukumu mengine ya afisa ulinzi wa taifa binafsi katika kuzingatia sheria ni yapi? Kuna wakati ambapo kutatokea changamoto ama kutatokea matukio ya kiuhalifu wa kimtandao kwenye taarifa za watu kwenye hizo taasisi. So ni wajibu wa afisa ulinzi wa taifa binafsi kuhakikisha kwamba anaitaarifu tume kwa mujibu wa sheria. Atakuwa anafanyaje? Anajuaje kama kuna incident kama hiyo imetokea? Kwa hiyo hayo ndio mambo ambayo yataweza kuibuka katika hayo mafunzo. Kwa maswali ambayo zangu mmeuliza, na niende straight na swali la kwanza la Bwana Fred kutoka huko kuhusu ya hatari gani inaweza ikawepo endapo taarifa hazitalindwa. Hatari ziko nyingi, lakini nitataja chache tu kwa mantiki ya kuweza kuwa katika sura moja ama kurasa moja. Hatari ya kwanza ya taarifa za watu kutokulindwa, ya kwanza ni kwamba taarifa hizo zinaweza zikaenda katika mikono ya watu wasiokuwa na nia njema na hao wahusika. Ina maana kwamba taarifa hizo zikienda katika mikono ya watu wasio na nia njema, wanaweza wakazitumia kwa ajili ya kumuumiza huyo mhusika. Hii tunaweza tukaiona katika uso ama sura ya kisiasa, lakini pia tunaweza kuona katika sura ya kibiashara, lakini pia tunaweza kuona hata katika sura ya kimahusiano mtu mmoja mmoja. Lakini taarifa zisipolindwa, wakati mwingine anaweza kaja mtu akazibadilisha. Kwa mfano, wewe utakiwa upate labda nafasi alama fulani ili uweze kuruhusiwa kuajiriwa katika taasisi fulani. So zisipolindwa, ina maana kwamba ile alama yako inaweza ikabadilishwa na mtu akakosa haki yake ya kuweza kupata ajira ambayo huenda alikuwa ana qualify. Kwa hiyo haya ni machache tu, lakini kuna madhara mengi sana ambayo anaweza akampata mhusika endapo taarifa zake hazitolindwa ama hazitotunzwa katika utaratibu mzuri. Ndugu yangu kutoka Azam nadhani Ahmed aliuliza kwamba kutokana na matukio ambayo yamebainika siku za karibuni, akaunti za mitandao ya kijamii kuchukuliwa na kutumiwa na watu wasio wenyewe. Sasa hili pia nalo linagusa katika upande wa ulinzi wa taifa binafsi, lakini ukiliangalia haswa ni kosa la kimtandao, kwa sababu hiyo kitu kinaitwa impersonation, yani kwamba wao wanachukua utambulisho ambao sio kwao na wanajaribu kuchafua ama kuposti vitu ambavyo sio vile. Kwa hiyo ni kimsingi ni kosa la kimtandao, lakini linaweza likasababishwa kutokana na wale ambao labda wana dhamana ya kusimamia ile akaunti wasipokuwa wanazingatia hii misingi ya ulinzi wa taifa binafsi. Kwa hiyo kama haya mafunzo ambayo tutakwenda kuyafanya yatasaidia sasa kuwaeleza ama kuelekeza wale watumiaji wote na wanaosimamia hiyo mitandao ni namna gani ya kuhakikisha kwamba yanakuwa salama na hawawezi kuingia katika changamoto hizo za kuibiwa akaunti na kusababisha changamoto ambazo tumeziona hivi siku za karibuni. Asante sana. Maswali mengine au tumeweza kwa taasisi zote za umma ama binafsi kuhakikisha kwamba wanazingatia sheria ya ulinzi wa taifa binafsi sura 44, maana kifungu cha 14 kinazuia ama kinaweka katazo la kisheria kwa taasisi yoyote ambayo iko nchini na inakusanya taarifa za watu bila kusajiliwa na Tume ya Ulinzi wa Taifa Binafsi. Lengo la sheria hiyo ni kuhakikisha kwamba hizo taarifa zile zinakusanywa kwa kuzingatia misingi ya ulinzi wa taifa binafsi ili kuweza kulinda taarifa za watu. Kwa hiyo kwa kumalizia, nitoe tena wito na kuhimiza taasisi zote ambazo
zimesajiliwa, lakini hata zile ambazo bado hazijasajiliwa tunatoa wito kwamba waweze kuchangamkia fursa hii ya mafunzo ambayo yatawasaidia maafisa ulinzi wa taarifa binafsi kutekeleza ama kuzingatia sheria kwa ukamilifu, lakini sio lazima awe amekuwa appointed ama ameteuliwa kama afisa ulinzi wa taarifa binafsi. Hata mtu ambaye anaweza kawa ana hiyo interest, maana kuna wakati baadaye huko itakuwa kama vile ni huduma, unaweza kujitolea taasisi kadhaa huduma ya kulinda ama kuwa afisa ulinzi wa taarifa zao binafsi. Kwa hiyo ni fursa hii tunaitangaza na tunaomba kwa kweli iweze kuchangamkiwa, kwa sababu itasaidia sana nchi yetu kuongeza heshima na hadhi. Mpaka sasa baada ya sheria yetu kuanza na taasisi kuanzishwa, tumeona mwamko mkubwa sana kutoka kwenye jumuiya za madola na jumuiya za kimataifa, ambapo sasa nchi imeanza kuonekana ikiwa ya hadhi kubwa zaidi, na hivi karibuni tutaona taasisi nyingi za kimataifa zikija kufungua matawi hapa nchini.